bima ya afya, twende tukawe mabalozi. Lakini hili tumepata wasilisho hapa kutoka kwa DMO. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda wataalamu wako waende wakaboreshe uwasilishaji. Unakumbuka tulipopata lile wasilisho la kutoka mkoani, lilikuwa fupi lakini straight kwenye point. Hii hapa nimeona imejaa mambo mengi. Sasa kama hii ndio ambayo tutawapelekea hawa kwenda kufundisha, tutawachanganya. Ni bora twende tukachukue kama ile ambayo ilikuja mkoani ile. Imefupishwa lakini imewekwa vitu vya msingi tu. Wachambue, wawape vile ambavyo vinawahusu wao tu, ambavyo wananchi wanahitaji kujua. Maana nimeona sijui wizara ya nini, sijui vitu gani. Mpaka nikaona wengine wanaanza kuchoka. Kwa hiyo twende tukachambue ile taarifa, tuicustomize kwa ajili ya waheshimiwa na watendaji kule chini. Iwe nyepesi, iwe fupi, lakini nyepesi kueleweka kwa wananchi. Wanachotaka kujua pale, kifurushi shilingi ngapi? Kifurushi ni watu wangapi, si ndio? Na zile sijui kama nina wake 10, nitawapangaje kwenye kifurushi? Kwa hiyo zile taarifa ambazo mwananchi wa kawaida anahitaji kuzifahamu, ni hizo tu ndizo tuwatengeneze. Peji 1-2 zinatosha, wanaweza kwenda kuzifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kwenye bima ya afya sisi kazi yetu madiwani ni kwenda kutoa elimu, kwenda kusaidia kutoa elimu kwenye maeneo yetu. Lakini pia kusimamia ubora wa huduma. Waheshimiwa, kila mmoja ambaye kwake kuna zahanati, kuna kituo cha afya, hakikisha haipiti wiki hujafanya ziara ya kushtukiza. Nenda kaangalie huduma zinatolewaje. Kwa sababu kuna watu wataanza kulalamika. Hii 1,500,000 kwa wengine ni hela nyingi sana. Sasa haitapendeza mtu afike pale alafu huduma ziwe hazieleweki. Kwa hiyo tuna jukumu hilo la kwenda kusimamia utoaji wa huduma. Na kama kuna mtoa huduma yoyote ambaye ni mzembe, tusimfumbie macho. Toeni taarifa haraka ofisi ya mkurugenzi, toeni taarifa haraka kwenye ofisi za matarafa, ofisi ya mkuu wa wilaya. Tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunasimamia huduma zinatolewa ambazo ziko bora zaidi. Lakini pia nimepokea hapa orodha ya wanufaika wa TASAF ambao wamependekezwa kuingizwa kwenye mfumo huu wa bima ya afya. Nitakachofanya, nikifika ofisini nitamkabidhi dasi, na dasi atawasilisha kwa matarafa, na matarafa watashuka kwenu. Tutajitahidi kutoa kwa kila kata, tuwape tusaidie kuweza kuchambua. Kwa hiyo uchambuzi huo utafanyika haraka. Dasi atakaa na matarafa, tutachambua na tutawaletea kila kata. Tutawaletea hilo kibango kitita lote. Tutaleta tarafa na kata kwa kata. Na nyinyi mtaenda kutusaidia kuhakiki. Na tufanye zoezi hili ndani ya wiki moja tu tumemaliza, mturejeshe. Ili baada ya hapo tuingie kwenye utekelezaji. Itatusaidia sana. Lakini katika hili niwaombe sana waheshimiwa, twende tukafanye jambo hili, tukawasimamie zoezi hili kwa uaminifu. Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, tukiwagusa wale wanaostahili itasaidia zaidi. Jambo jingine ambalo nitaka niwakumbushe ni usimamizi wa miradi ambayo tulipokea fedha mwaka wa fedha 24, 25 na 25-26. Waheshimiwa madiwani, mmerudi kazini, tuhakikishe kwamba tunakwenda kukagua miradi ambayo iko kwenye maeneo yetu. Miradi hii inatakiwa kukamilika, Mheshimiwa Mwenyekiti, inatakiwa ikamilike haraka iwezekanavyo na miradi hii ianze kutumika. Kwa hiyo hatutakubali kuona kuna miradi inasuasua. Kwa hiyo hili ninatarajia kwamba litakwenda kufanyika kwa uaminifu, miradi hii itakwenda kukamilika. Nafikiri mwezi ujao tutapita na kamati ya siasa pia kwa ajili ya kuja kukagua utekelezaji wa ilani, na tutapitia baadhi ya miradi hii ambayo inatakiwa ikamilike. Jingine ambalo pia ikamilike kwa ubora unaostahili. Maana inaweza tu ikakamilika lakini unaenda kuangalia, ukiangalia jengo, ukiangalia na fedha havilingani. Kwa hiyo twende tukasimamie
ikamilike kwa viwango vinavyostahili. Lakini sambamba na hilo, kwa sababu kuna miradi ya shule, kuna miradi ya afya na miradi mingine yote. Lakini sambamba na hilo, nikumbushe tena, tumepokea taarifa ya mkurugenzi hapa. Uandikishaji wa watoto hauridhishi. Na juzi tulikuwa na kikao na mkuu wa mkoa. Maelekezo aliyotupa wakuu wa wilaya wote, ametuambia ifikapo wiki ijayo, mwisho wa wiki ijayo, tuwe na taarifa ya uandikishaji wa watoto wa shule na iwe imejaa. Na kama haijajaa, tumwambie ni nani mtoto wake hajaja shule. Na kama hajaja shule ni kwa nini? Na mtoto huyo yuko wapi? Na mpaka tunazungumza wakati huo mzazi tumeshamfanya nini? Kwa hiyo waheshimiwa, naomba twende tukasaidiane katika hili. Twende tukahamasishe wazazi wapeleke watoto shuleni. Kwa sababu baada ya hapo tutaanza kuchukuliana hatua. Tutaanza kukamatana huko, itaonekana shida. Lakini na sisi taifa hili halitaki mtu ambaye hajaenda shule. Kwa sababu mwisho wa siku huko baadaye tutakuja kulaumiana. Watakosa ajira afu itakuwa shida. Kwa sababu hata itafika mahala hata kazi za ndani za kukaa na mtoto itafika mahala bila form 4 huwezi kufanya. Si tumeona nchi zilizoendelea? Ndio. Sasa watafanya kazi gani? Hali ya hewa ndio kama hii mnayoiona. Kilimo kigumu, ufugaji mgumu. Watafanya kazi gani? Kwa hiyo tukahakikisha watoto wote wanaenda kuripoti, wale ambao wametakiwa kuripoti. Na katika hili mwenyekiti, tutapimana. Mheshimiwa diwani ambaye kwake watoto watakuwa hawajaripoti, tutapata hizo data kutoka kwa mkurugenzi. Na kata ambayo diwani watoto watakuwa hawajaripoti, tutamuita kwenye panel, kwenye kamati ya usalama aje kutuambia. Kwa sababu swala hili pia ni swala la kiusalama. Kama tutakuwa na wengine wameelimika, wengine hawajaelimika, mwisho wa siku tunapofanya maamuzi wataona kama wanaonewa. Unatafuta kazi, unawaajiri watu wengine wale ambao kwa sababu sitakuwa na qualifications. Sasa kama hana hivyo vigezo, ndio tunavitengeneza sasa. Kwa hiyo tutaingia kwenye vurumayo, watasema sisi tunaonewa, mwisho inaanza fujo. Kwa hiyo ni tutawaita kwenye kamati ya usalama. Kwa hiyo waheshimiwa, twende kila mtu akasimamie eneo lake. Lakini hata nyinyi hamtakaa kwa amani. Kama kuna wengine watakuwa wamesoma, wengine hawajasoma. Kwa hiyo hili jukumu ni letu sote, twende tukalisimamie ipasavyo. Lakini sio hivyo tu, swala la madawati, mheshimiwa mwenyekiti, hatutarajii kwa karne hii kuona mtoto anakaa chini. Kwa hiyo hili nalo twende tukaliangalie kwa jicho la kipekee. Lakini nimetembelea baadhi ya shule, nikakuta dawati likinani kidogo tu analitupa huko. Dawati limeteguka kidogo, wamearundika madawati kibao. Kuna shule moja huko nilienda nikatoa maelekezo. Nikamwambia mwalimu, nataka nikirudi hapa, na ni shule ambayo niliahidi naenda kupaka rangi. Nikamwambia nikirudi nikute madawati yote yamerekebishwa. Na nimewaambia waweke sheria shuleni. Mtoto akivunja dawati, mzazi wake aitwe arudishie. Haiwezekani madawati yanatumika, limevunjika limerundika. Limevunjika, watoto hao watundu. Ndio tunakubali kwamba watoto watundu, lakini siwaelekeze. Mbona nyumbani hawavunji TV? Kama mtundu atoke hapa aende nyumbani kwao pale akachukue juu ya pasue TV, au achukue vunje vioo vya nyumbani kwao. Twende tukasimamie hilo. Hata vioo vya shuleni unakuta vimevunjwa, nakwambia yaani unajua ni watoto. Hapana, wale wako shule ili kwa ajili ya kufundishwa. Wafundishwe adabu, wafundishwe nidhamu, sio kuwafundisha hesabu tu na biology sio na vitu gani. Wafundishwe kila kitu. Akitoka pale anatoka mtoto ambaye ameiva kimaadili, lakini pia kitaaluma. Kwa hiyo hilo mimi sifurahishwi nalo, na waheshimiwa mwende mkakague. Mkikuta mwalimu amerundika madawati pale, mwambie akayatengeneze. Na tukifanya hivyo wataweza kusimamia hivyo vifaa vya shule. Na sambamba na hilo, katika utunzaji wa miundombinu ambayo tunaitengeneza. Ndugu zangu, mmesikia hapa kwenye taarifa ya mkurugenzi kwamba mwakani tutakuwa na watoto wengi sana ambao wataingia form 1. Tunahitaji madarasa mengi, tunahitaji madawati mengi. Hasa na miaka inayofuata itakuwa hivyo.
tunachotakiwa kufanya, tuna miundombinu ambayo tayari tumeshajengewa. Tuna madarasa ya boost, tuna madarasa ya SEQUIP, tuna madarasa ya uviko, tuna madarasa ya tumeletewa shule nzima wengine tumejengewa. Lakini ukienda kuangalia madarasa ya uviko, ukienda kuangalia madarasa ya SEQUIP, unaweza kulia. Miaka mitatu darasa limechoka vibaya sana. Maelekezo ambayo nilitoa na ninarudia tena, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilisema kwamba mwalimu mkuu ambaye atakaa kwenye shule zetu za halmashauri ambazo mimi naziongoza lazima awe na uwezo na ni mbunifu wa kuweza kutunza majengo ambayo yamejengwa na serikali. Kama hataweza kupaka rangi, na nikasema kila mwaka mwezi wa 12 majengo yale yapakwe rangi, na hapa nasubiri ripoti tu kutoka kwa wakurugenzi. Nimesema kila shule, na tulishaandika na tulishasisitiza kila shule ipakwe rangi mwezi wa 12. Mwalimu mmoja akaniuliza, sasa mkuu, hasa nafanyaje? Nikamwambia, unashindwa kuwa mbunifu? Una diwani, una viongozi wako wenzako pale. Ndoo moja ya rangi unaweza kupaka madarasa hata 3. Injinia yupo? Injinia upo? Ndoo moja ya rangi upaki madarasa 3? Ndoo moja ya rangi madarasa 3 au mawili? Si hii tunaorudia, si mkono mmoja. Kama kila mwaka, unajua kwa nini unatumia ndoo nyingi? Ni kwa sababu tunakaa muda mrefu. Au jengo wakati ni jipya, lazima utatumia rangi nyingi. Lakini mwezi huu wa 12 ukipaka mkono mmoja